Kwa maana hii tunaona ya kwamba kumbe pamoja na vile vilivyofanyika vyote, juhudi zile za kwanza za mifupa kusogeleana, juhudi zile za kwanza za nyama kuota, juhudi zile za kwanza za ngozi kutokea. Haya, anaposema kwamba mifupa imesogeleana, nyama zimeota, ngozi imeota, lakini pumzi hamna. Yamkini mifupa ni baadhi ya juhudi ambazo zilifanyika mpaka watu wa Mungu wakakusanywa kwenye maeneo mbalimbali wakaanza kumwabudu Mungu. Mfano, tuna makanisa mengi ya kidini yapo, tuna madhehebu mengi, tuna Roman Catholic, tuna AAC, tuna FPCT, kwetu tuna ABC, tuna Anglicans, makanisa ya Anglikana, lakini pia tuna makanisa ya ufufuo na uzima, tuna makanisa ya namna mbalimbali mengi. Sasa yamkini haya makanisa yalitukusanya, ile mifupa ilijikusanya, ikaungana, ikakaa pamoja, lakini bado Mungu anasema ya kwamba bado haijakamilika kazi yake. Ijapokuwa kuna juhudi imefanyika, lakini bado haijakamilika. Hizo juhudi zikiishia hapo, zinakuwa ni kazi bure, ni juhudi bure. Anasema kwamba nyama zikaota. Yamkini hao watu wako msikitini wamekusanywa, halafu wanafundishwa kushika aya za Qur'an, wanafundishwa vizuri, wanaambiwa wasizini, wanaambiwa wasitukane, wanahubiriwa vizuri, wanahubiriwa maadili, wanahubiriwa mafundisho yanayowasaidia watu kuishi maisha ya haki, maisha ya kweli, maisha ya utaua. Tunaenda kwenye dini zingine, madhehebu mengine, tunaona hata Roman Catholic neno laweza likapigwa vizuri kabisa na watu wakalielewa. Yamkini hapo kuna kitu ni kweli kimeota, kinaonekana, lakini bado Mungu anakuambia hakuna msaada, bado haijakamilika. Tunaenda mara ngozi imeonekana sasa. Ngozi ile ambayo unaweza kupaka hata mafuta ukapata kibali ukaolewa. Sema amina. Ngozi imeonekana sasa. Yamkini hiyo ngozi ni kanisa kutambulikana. Yamkini Tanzania pia inatambua ya kwamba kuna uwepo wa makanisa, lakini bado kwa mujibu wa Ezekiel 37 mstari wa 8 bado haijasaidia kitu. Kinachosaidia au ambacho kinahitajika sana ni pumzi. Sema pumzi. Sema pumzi. Sema pumzi. Sasa pumzi maana yake ni uhai. Tunaona Biblia inatuambia huyu jamaa wa kwanza Adamu, wakati anaumbwa, mavumbi yalikusanyikana, halafu mtu akaumbwa. Lakini alipopuliziwa pumzi, huyo mtu akawa nafsi hai, akainuka, akaanza kutembea, akaanza kufanya shughuli zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya pumzi. Lakini kabla alijapuliziwa pumzi, hili jamaa lilikuwa limelala tu kama gogo. Ndivyo ilivyo pia, hata mtu akifa ni pumzi imeondoka. Nyama zinakuwa zipo, mifupa inakuwa ipo, ngozi inakuwa ipo, lakini pumzi haipo. Kumbe unagundua kitu cha muhimu ni pumzi. Na pumzi ndio inayoleta uhai. Naongea kitu cha msingi sana, kwa sababu tuna watu wengi ambao wanaenda makanisani, lakini bado maisha yao ya kiroho yana changamoto. Biblia inasema, naye akisha kusema hayo, huyu ni Yesu, akisha kusema hayo wakati yuko na wanafunzi, Biblia inasema akawavuvia pumzi, akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Narudia, baada ya kusema hayo akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu alikuja kwa njia ya pumzi. Kiingereza inasema he breathed on them. Manake aliwapulizia pumzi, aliwapulizia, halafu akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Mfano, mgonjwa ameenda kanisani,
ili aombewe na apone, au akikanyaga kanisani kwa sababu ya ile imani aliyonayo, basi apate majibu. Kama ni ugonjwa uondoke. Kama huyu mtu anapaswa kufunguliwa, basi afunguliwe. Huyu mtu ndoa yake anataka ipone, basi anatamani akitoka pale ndoa yake angalau iwe imeanza kueleweka. Huyu mtu anataka matokeo mazuri kwenye uchumi, basi huyu mtu anatamani angalau anapoenda kanisani au msikitini, basi aone kuna kitu kimetokea. Hata uchumi wake kuna namna ameanza kuona mipenyo kwa namna moja au nyingine. Au hata kama bado hajaiona, lakini ndani yake kuna kitu cha amani kinamwambia kwamba hapa kuna majibu yako. Iko hivi, iwe ni msikiti, iwe ni kanisa, ukiona watu bado wana matatizo yao ukiona watu bado hawana tumaini, ukiona watu bado wamekaa na magonjwa yao, kuna shida. Na shida yake ni ipi? Kuna upungufu wa kitu kimoja tu ambacho kimekosekana, ambacho hilo kanisa au huo msikiti, haya majumba ya ibada, mfano kama wa Mabuddha na mfano wao pia Wahindi wana dini yao inaitwa Hinduism. Kama vyote haviwezi kumsaidia mtu akatoka kwenye tabia zisizofaa. Huyo alikuwa anavuta sigara, amefika kanisani akaacha. Kama akijatokea kitu cha namna hiyo, bado inakuwa ni changamoto. Hilo kanisa limepungukiwa na kitu kimoja kinaitwa pumzi. Ni kweli yamkini wamekusanyana, mifupa imekaribiana, nyama zimeonekana, ngozi imeonekana, lakini hao watu bado hawaishi. Hao watu bado hawana matumaini. Hasa Mungu anakuambia, kama kuna kanisa la namna hiyo, watu wanakaa mule ndani lakini hawajawahi kuponya magonjwa yao, bado wanatabiriwa lakini hawajatoka kwenye changamoto zao, bado ndoa zao zina shida na ndani yao hakuna matumaini, hakuna hata ile amani ambayo mtu anaweza kusema mbona hapa nikiendelea kukaa kuna kitu kitafanyika. Hakuna hata hiyo amani. Ujue hilo kanisa Mungu analiona kama kaburi, bado la wafu. Popote ambapo hakuna matumaini kuna wafu. Popote ambapo hakuna matumaini kuna wafu. Haujawahi kuona mtu amekufa mahali halafu watu badala ya kulia wanacheka? Jambo la kwanza, yani salamu ya kwanza ya msiba ni kulia au kusikitika au na wewe kutia huruma kidogo angalau. Hauanzi moja kwa moja na kwanza na kucheka, bwana, mmefiwa. Utaanza taratibu na kulia au kusikitika. Wakina mama wanajua, ukifika msibani unafariji wenzako kwa kulia. Utatoa machozi. Kwa sababu gani unatoa machozi? Kwa sababu kuna kitu kimeondoa tumaini. Manake hakuna tumaini. Huyu mtu amekufa, hatutamwona tena, hatuko naye tena, na ndio maana hakuna matumaini. Sasa iko hivi, na kanisa la namna yote au msikiti au dini ya namna yote, iwe ni dini za Kichina Mabuddha, iwe ni dini za Kihindi Hinduism, bado hazitakuwa na msaada kama watu maisha yao hayaguswi wala hayabadiliki. Na kinacholeta mguso ni ile pumzi niliyokuambia. Hiyo pumzi inaitwa Roho Mtakatifu. Nataka leo kwa dakika chache nikutambulishie Roho Mtakatifu. Nimeongea kitu cha thamani sana. Hiki kikikosekana kwenye kanisa, sababu tunaona Yesu akawapulizia pumzi, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Ukiona kanisa halina Roho Mtakatifu, wale watu hawakubali fundisho la Roho Mtakatifu, wale watu hawakubali kunena kwa lugha, madhihirisho ya Roho Mtakatifu, wale watu hawakubali ya kwamba kuna kufanya miujiza ambazo ndo kazi za Roho Mtakatifu, wale watu hawakubali karama za unabii, karama za matendo ya miujiza,
karama za imani, karama za kuponya magonjwa, watu hawazipokee zile karama, ujue pale hapana matumaini, kwa sababu zile karama ndizo zinazowasaidia watu. Mimi nilikuwa na karama ya kuponya. Mtu akija mgonjwa kanisani, nikamwekea mkono akapona, yule mtu anarudishiwa matumaini. Lakini nikimwacha akarudi na ugonjwa wake, yule mtu anakuwa na hofu na mashaka, kana kwamba msiba utampata muda wowote. Nafikiri kuna hii kitu, kama unanisikiliza, basi hii kitu ni ya muhimu sana. Light, ungesikiliza kwa makini sana na itakusaidia. Watu wamekaa mahali ambapo magonjwa hayaondolewi na Roho Mtakatifu amekandamizwa. Biblia inasema msimzimishe Roho Mtakatifu, wala msimhuzunishe, wala msitweze unabii, ambazo ni kazi za Roho Mtakatifu. Lakini makanisa mengi yanakuambia sisi hatuamini kazi za robo shakatakapa, za kunena kwa lugha. Ujue hilo kanisa limepungukiwa na kitu kinaitwa pumzi. Na kama ilivyo mtu bila pumzi, huyo mtu haishi. Ndivyo ilivyo hao watu, wanakuwa hawana matumaini. Kwa sababu pia mimi nina karama ya kutenda miujiza. Huyu mtu alikuwa na changamoto ni kilema, nikamwekea mkono, yule mtu akaanza kutembea, akawa mzima, akaanza kutembea. Sikiliza, hiyo ni faraja na tumaini linarudi kwenye familia nzima, linaenda kwenye familia, linakuja kwa yule mtu mwenyewe binafsi, anaanza kupata faraja na kuamini ya kwamba hakika Mungu yupo. Ila huyu ndugu anaenda kanisani, hajapata majibu, anaenda kutafuta suluhu kwa Mungu, Mungu ampe msaada, kwa sababu anapigwa na mume wake, uchumi wake, mambo hayaendi vizuri. Lakini kila anapoenda kwenye hiyo nyumba ya ibada anakosa majibu yake. Ujue ile nyumba ya ibada imekosa kiungo cha muhimu sana, kinaitwa pumzi ya Mungu, ambaye ndo Roho Mtakatifu.